habari? Salama. Uko sawa sawa? Namshukuru Mungu. Hongera kwa mchezo mzuri. Tuambie namna ambavyo alifanya maandalizi, lakini kile ambacho umekuja kukutana nacho kwa dakika 90. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Kwa upande wetu mchezo ulikuwa sio rahisi kama watu wanavyofikiria, ni kwamba walitegemea sisi tutapokuja hapa tutakula chuma nyingi 7 8. Wala tunapotokea huko kempu kwetu huko tulishapewa onyo, ni kwamba mnapoenda kucheza na Yanga tulitajua baadhi ya timu za kijeshi ambazo zimekutana na Yanga walikutana baadhi ya nafasi ya magoli mengi. Kwa hiyo sisi tumekuja kucheza kwa nafasi yetu kama TMA. Mlishapewa onyo isitokee mkafungwa magoli mengi. Yaani sio onyo labda ugomvi, tulikuwa tutahadhari yani. Zaidi ya mangapi ambayo mliambiwa msiweze kuruhusu? Tuliambiwa tusiruhusu kwa zaidi ya goli 3. Ilikuwaje kwenye mchezo mpaka kufikia dakika ya 70? Ulifanya save za kutosha? Ulijiandaa kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba unaendelea kuwazuia licha ya kwamba ulikuja kuruhusu bao moja dakika za jioni kwa dakika 70? Hiyo sio kwa upande wangu, hiyo ni timu, sababu ningecheza peke yangu nisingeweza kuruhusu, yani singeweza kufanya save zote zile. Maana timu imefanya mazoezi kwa pamoja, tunafahamiana kwa muda mrefu tokea msimu unaanza. Kwa hiyo pia imetupa nguvu ya kupambana na Yanga kuruhusu goli moja kwa kipindi cha pili kwa dakika 70. Hamna mchezaji nilomhofia kwa sababu mimi sio mara yangu hata kucheza na Yanga, isipokuwa tu sio kwenye mashindano kama makubwa. Tucheza tu mechi za kirafiki hapa hivyo. Lakini mimi nimeona tu kawaida kwa sababu sio mechi yangu ya kwanza kubwa kucheza. Natamani kujua pia nani ambaye alikupa shida kwa kiasi fulani kwa mashuti ambayo alikuwa akipiga, ama wakati kabla ya mechi ulisema huyu najiandaa naye kumkabili ipasavyo? Kwa upande wetu sisi tulikuwa tunamwangaza sana Max, kwa sababu Max hatuli sehemu moja. Ndio huyu ambaye alikuja kufunga. Ni kipa gani ambaye unamfuatilia kwenye ligi ya NBC hivi sasa? Unaona kabisa anafanya vizuri na unatamani kuwa kama yeye? Mimi tokea naanza kucheza mpira namfuatilia sana Manula. Mpaka kesho. Una ujumbe wake hapa? Yeye ajue ziwe kioo kwa kwetu sisi ambao tunakuja. Ana deserve kwa kioo kwa kwetu sisi. Yeye anajua kwa sababu yuko atutangulia sisi na sisi tunakuja kupitia nyao zake yani. Sikuwahi kukutana naye hata kuongea naye, sijawahi kukutana naye. Natamani pia, nataka nimwambie hii kauli.